Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wananchi wa mtaa wa Silivini wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wataja matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuwa na athari kwa watoto. Nchini Sudan, ndege zisizo na rubani zinazosadikika kumilikiwa na RSF zimeshambulia eneo la chuo cha Kordofan. Na katika michezo, maendeleo ya sayansi na teknolojia yatajwa kama chanzo cha kupotea kwa michezo ya asili. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Joyce Pakome atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Lazaro Maduhu. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza namna wanavyoshiriki katika kuhifadhi na kutunza miundombinu ya chuo hicho, ikiwemo kupeana elimu baina yao. Mwanahabari wetu David Dickson ametuandalia taarifa ifuatayo. Naam, hapa ni katika chuo cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, eneo ambalo limejaliwa kuwa na miundombinu ya kutosha kwa upande wa wanafunzi ambayo wanaitumia katika shughuli zao za kila siku, kama vile shughuli za masomo na shughuli nyinginezo ambazo wanakuwa wanazifanya kwa kila siku. Na siku leo SAUT TV tumeenda kutembelea katika chuo hiki na kwenda kuzungumza na wanafunzi, wakizungumza juu namna gani wanavyoshiriki katika kuhifadhi na kutunza miundombinu ya chuo hicho. Mimi kwa upande wangu kabisa ninahakikisha labda kwa mazingira ambayo nitakuwa kwa wakati, nitaangalia mwanafunzi mwenzangu labda ameenda kinyume na utaratibu, amepita sehemu isiyo stahili, nitamuonya. Na pia nitaona kwa upande mwingine, kuna wengine unaona kabisa huyu anaiba mali ya umma, mali ya chuo. Mimi nitashiriki kwa kutoa taarifa sehemu husika, na vyombo vinavyohusika vitamshughulikia vile vile inavyostahili. Binafsi kwa upande wangu nashiriki kikamilifu katika kutunza miundombinu ya chuo chetu cha Mtakatifu Agustino. Kwanza kwa kufuata sheria za mazingira. Unaona? Mfano unakuta kuna baadhi ya njia zimefungwa kamba, unaambiwa hauruhusiwi kupita hapa. Kwa ndio hivyo naacha kupita. Lakini pia nashiriki kikamilifu kuwasahihisha watu. Yaani nikiona mtu anafanya kitu ambacho kinaharibu miundombinu ya chuo chetu na kitaweza kikaleta hasara katika chuo chetu, namwambia bwana, unapofanya unakosea. Hivyo basi kwa namna moja au nyingine, binafsi kwa upande wangu nashiriki kwa namna hiyo katika kutunza miundombinu ya chuo chetu. Mimi kama mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu wa St. Augustine, kuhusu kulinda miundombinu ya hapa SAUT, mara nyingi huwa natoa taarifa. Kama mtu akifanya kinyume na taratibu, maybe kakalia vibaya au amevunja au amechorachora, mara nyingi huwa natoa taarifa kwa wasimamizi wa viti au watu ambao wanahusika na miundombinu ya hapa. Kwa mfano walinzi, nitatoa taarifa kama kuna mtu amechukua kiti, labda maybe nitamfuata yule mtu, tutamuelewesha. Kwa upande wangu mimi huwa natoa taarifa tu kwa walimu au walinzi ambao wanahusika na miundombinu ya hapa chuo. Naam, haya yalikuwa ni mawazo na maoni ya wanafunzi tofauti wakizungumza juu ya namna gani wanavyoshiriki na kuhifadhi miundombinu ya chuo hicho. Nilipoti kutoka hapa katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, mimi ni David Kiamani. Ni SAUT TV. Asante sana David Dickson kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kudhibiti mbwa wanaozurura mtaani bila udhibiti. Wakizungumza na SAUT TV habari, wananchi hao wameeleza kuwa mbwa hao wanaweza kusababisha madhara ya kiafya endapo wasipopatiwa chanjo. Mwanahabari wetu Samila Salum ametuandalia ripoti ifuatayo. Kuzunguka mtaani wamekuwa wakionekana kama jambo la kawaida katika maeneo mengi ya makazi. Hata hivyo, nyuma ya hali hiyo kuna madhara makubwa kiafya, kijamii na kimazingira yanayoathiri jamii kwa ujumla. Nipo katika mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, ambapo baadhi ya wananchi wameeleza nini kifanyike ili kuzuia kusambaa kwa mbwa hao. Hasa kwa wafugaji wa mbwa, wawe makini na mbwa wao, ikiwezekana wanawafongeli kuepusha zile kero zinazosababishwa na mbwa wao. Lakini pia serikali inaweza kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na zile athari au matatizo ambayo wanaweza kupata na jamii watakaokumbwa na athari hizo za mbwa wao wanaolandana mtaani. Bora mbwa wakusanywe wote wapewe chanjo. Na katika mwezi wa 6 ambao ni mwezi ambao unaitwa mwezi wa kuchanja. Kwa hiyo bora wakusanywe wapewe chanjo ili kuepusha maambukizi mbalimbali. Mbwa wanaweza kama kuchaka kama hata watoto, kuna watoto wanazurura sana mitaani, kuna vijana, kuna mida ya usiku watu kutoka makazini. Kwa hiyo kipindi hicho imekuwa ni hatari sana kama mbwa watapewa chanjo. Waache kuzunguka, na pia wale watu ambao wanakuwa wanao wao mbwa
maana kuna mbwa wengine ambao wanakuwa wanazunguka mitaani kwa sababu wanakosa labda chakula. Kwa wale ambao wanajua wana mbwa wale, wahakikishe kama wanawapatia hao mbwa wanaowafuga chakula ili waepushe huku kuzunguka, au wale wenye mbwa wao wahakikishe kwamba wanawafungia manyumbani ili wasiwe wanazunguka mtaani. Udhibiti wa mbwa wanaozurura mitaani si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mmiliki wa mbwa kuhakikisha mbwa wake wanafungwa, wanachanjwa na hawatembei mtaani ovyo. Nikiripoti kutoka mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, mimi ni Samira Salum wa SAUT TV. Kwingineko katika mtaa wa Silivini, wananchi wa mtaa wa Silivini wilaya Nyamagana jijini Mwanza wamesema matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto yanaweza kuathiri makuzi na maadili yao. Wakizungumza na SAUT TV habari kwa nyakati tofauti, wameeleza kuwa mitandao inaweza kuathiri afya ya akili kwa watoto. Mwanahabari wetu Shukuru Kapigi anatuarifu kwa kina juu ya taarifa hii. Kadri dunia inavyojizatiti katika kuweka mikakati mbalimbali katika kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto, tumeona nchi kama Uhispania, Ureno na nchi kama Italia zimeweka mikakati katika kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto, zikidai kuwa kunako athari hasi katika matumizi hayo kwa watoto wadogo. Hapa nipo katika jiji la Mwanza, jiji ambalo lina watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii, lakini nahitaji kufahamu ni zipi athari ambazo anaweza kukumbana nazo mtoto mdogo pale ambapo anajikita katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kwa watoto wadogo imekuwa na athari nyingi sana, ikiwemo ndio hivyo kuharibu afya ya akili kwa mtoto. Pale mtoto hana uwezo wa kujicontrol au kujimanage mwenyewe, angalie nini au asiangalie nini. Kwa hivyo atakutana na video mbalimbali ambazo si za kuelimisha, nyingine za kuelimisha. Mbali na athari ambazo zimekwisha kutajwa na walezi na wadau mbalimbali wa mitandao ya kijamii, lakini pia nikahitaji kufahamu ni yapi masuluhisho ya waweze kuwaguide na kuwaongoza kwamba kitu gani wafanye kwa wakati gani, ndio jambo la msingi sana. Lakini pia katika mitandao ya kijamii kuna zile restriction wanaziweka kwamba content fulani zisimfikie, labda ziwe zina wafikia watu kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hizi restriction pia zinaweza zikasaidia katika kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto na athari zake. Kwanza tuanzie kwa ngazi ya familia. Familia kama familia, wazazi kwanza lazima tuangalie watoto wetu, tudhibiti matumizi ya hivi vitu. Kwa mfano matumizi kama ni ya simu au nini, lazima tuhakikishe kwamba wanatumia katika vile vitu ambavyo ni vya msingi vinavyolenga kuwaendeleza katika vitu vinavyowapasa, kwa mfano masomo basi, lakini nje ya hapo tuwadhibiti. Kuwe na limit ama mipaka kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii, kwa sababu itasaidia kupunguza ile kuathiri watoto. Changamoto iliyopo si kuizuia teknolojia, bali kuitumia kwa busara kwa ajili ya kujenga afya na kulinda haki ya mtoto. Langu jina ni Shukuru Kapigi, SAUT TV. Asante sana Shukuru Kapigi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Chuo Kikuu cha Kordofan nchini Sudan kimesema ndaki yake katika mji wa El Obeid imepata uharibifu baada ya ndege zisizo na rubani zinazosadikika kumilikiwa na RSF kushambulia eneo la chuo hicho. Taifa la Iran linakaribia makubaliano na China ya kununua makombora ya kupambana na meli yanayojulikana kama CM302. Mwandishi wetu Mariam Fakii anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya waandishi wa habari wa chuo hicho, imesema shambulio hilo limelenga majengo katikati ya ndaki ya El Obeid katika mji mkuu wa kaskazini mwa jimbo la Kordofan na kusababisha uharibifu wa miundombinu. Hadi sasa duru. Shukran sana Mariam Fakii kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Joyce Pakome atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Joyce Pakomi. Baadhi ya wafanyabiashara kutoka soko la Buhongwa wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza kuanza kwa mfungo wa Kwaresma na Ramadhani kumechochea ongezeko la mauzo katika biashara zao. Kwingineko, biashara kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la African Business,
Makampuni mbalimbali kutoka ndani na nje ya bara la Afrika wanatazama fursa ya kukosekana kwa nishati ya umeme wa uhakika, ikiwemo Kenya na Afrika Kusini kama fursa ya uwekezaji kwenye maeneo yaliyokosa umeme. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Jordan Mgoli. Mara baada ya kuanza kwa mifungo ya Kwaresma kwa upande wa Kristo na Ramadhani kwa upande wa Waislamu, SAUT TV imefika katika soko la Buhongwa kutaka kujua wafanyabiashara wananufaika vipi na kuanza kwa mifungo hii ya Wakristo pamoja na Waislamu, nao wakawa na haya ya kuzungumza. Kwa jina naitwa Helena Mashiku Beja. Nafanya biashara ndogo ndogo. Kwa mfano nauza ndizi mzuzu, nauza ndizi mshale, nauza ndizi Bukoba. Kwa saizi tunashukuru Mwenyezi Mungu yameongezeka kidogo. Kwa sababu gani? Kwaresma na Waislamu wamefungia pamoja, maana wanalazimika kuja kuhemea kwa wakati mmoja. Kwa mfano kama asubuhi saizi unaona watu walivyochangamka, wanahemea bidhaa mbalimbali za kwenda kutengeneza futari kwa ajili ya watumiaji wanaotumia na daku kwa ujumla. Na mimi naitwa Habibu Abdalla. Yaani kwa mwezi huu, yaani kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Kwa sababu siku hizi yaani cha kwanza biashara inaenda vizuri. Sawa. Ni tofauti na mwanzo kwa sababu kwa sasa kuna baadhi ya watu unakuta yaani kuna baadhi ya biashara waga haziendai, kwa mfano kama tambi, kwa mfano kama yani sasa kama futari muda wa kufuturu. Sawa. Kwa hiyo siku hizi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mauzo ya sasa ni tofauti na zamani. Tunauza kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina yangu naitwa Esther Kazimili, ninauza nyanya, ninauza limao, ninauza mafuta ya kupikia. Kwa hali hapo mwanzo kabla ya Kwaresma kidogo hali ili drop kidogo, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu walau kipato kimeongezeka, kwa sababu Waislamu na Wakristo hasa Waalasi wamefunga kwa pamoja. Kwa hiyo wanalazimika kuja kuhemea kwa wingi na kwa wakati mmoja kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha jioni, na maanisha ufutari. Na kama unavyoona watu wanaheka heka, kama unavyomuona huyu kaka yuko kazini analeta bidhaa hapa. Hivi ni viazi mviringo, ni kwa ajili ya maandalizi ya futari na daku kwa wenzetu ambao wamefunga. Naam, hao walikuwa ni wafanyabiashara kutoka soko la Buhongwa ambao walikuwa wanazungumza faida zipi wamezipata baada ya kuanza kwa mfungo wa Kwaresma kwa upande wa Kristo na Ramadhani kwa upande wa Waislamu. Kufikia hapa sina la ziada. Mimi ni Jordan Mgoli wa SAUT TV. Changamoto ya nishati barani Afrika bado ni kizungumkuti. Takwimu zikionyesha kuwa takriban watu milioni 600 barani Afrika hawana umeme, huku wengi wao wakiwa maeneo ya vijijini ambako miundombinu haijafika kwa kiwango kinachohitajika. Kwa miongo kadhaa uzalishaji na usambazaji wa umeme vilidhibitiwa na mashirika ya umma, lakini mageuzi ya sekta hii yameruhusu uzalishaji huru wa umeme na kuleta matumaini mapya katika sekta hii muhimu. Nchini Uganda, kampuni ya Gridworks inayomilikiwa na British International Investment inatekeleza mradi wa amali wenye takriban dola milioni 50, ukiwa ni mradi wa kwanza huru barani Afrika. Mradi huu unalenga kuboresha vituo 4 vya usafirishaji na kuongeza uwezo wa kuingiza nishati mbadala kwenye gridi kuu ya taifa. Huku nchini Kenya, shirika la Kenya Electricity Transmission Company KETRACO likisaini mkataba wa zaidi ya dola milioni 311 na Africa 15 pamoja na Power Grid Corporation of India kwa ajili ya ujenzi wa njia 2 za usafirishaji wa voltage kubwa za umeme. Huku Afrika Kusini ikizindua programu huru ya ununuzi wa miradi ya usafirishaji ITPPP kwa lengo la kujenga takriban kilomita 14,000 za njia mpya za usafirishaji katika muongo mmoja ujao, ikilenga kuimarisha gridi ya taifa. Uwekezaji huu unaonyesha uhitaji mkubwa katika sekta hii muhimu ambayo awali ilitegemea fedha za umma ili kutekelezwa. Bara la Afrika lenye takriban watu bilioni 1.5 inakadiriwa kuwa na asilimia kati ya 55 hadi 60 ya umeme, jambo linaloonyesha changamoto kubwa ya nishati ya umeme bado inazikabili nchi nyingi za Afrika. Kwa ujumla, mageuzi haya katika sekta hii muhimu barani Afrika yanaashiria mabadiliko ya kimkakati katika utegemezi wa fedha za umma kwenda mifumo ya ushirikiano wa umma na binafsi. Endapo miradi kama Amari na ITPPP itatekelezwa kwa ufanisi, itasaidia kuongeza kasi ya upatikanaji wa umeme kutoka kiwango cha sasa cha asilimia kati ya 55 hadi 60 kuelekea upatikanaji mkubwa zaidi wa umeme barani Afrika.
Asante sana Jordan Mgoli kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Lazaro Maduhu. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Joyce Pakomi. Barabara kabisa, ni matumaini yangu mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu kwenye habari za michezo tulizokuandalia SAUT TV. Mimi ni Lazaro Maduhu. Kuanzia hapa mkoani Mwanza, baadhi ya vijana kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania campus kuu ya Mwanza wameeleza sababu mbalimbali zinazopelekea vijana nchini kushindwa kuenzi michezo ya asili kama bao, draft na kete, huku maendeleo ya sayansi na teknolojia yakitajwa kama mzizi wa tatizo hilo. Na katika uga wa kimataifa, klabu ya Benfica imesafiri na nyota wake Gianluca Christian kwenda katika nchi ya Hispania kuelekea katika mchezo wa marudiano wa hatua ya mtoano katika mchano ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya dhidi ya Real Madrid. Kwa undani wa taarifa hizi tuungane na mwanahabari wetu Steven Kianzi. Wahenga wanasema kitu kizuri kitunzwe, kibaya kitupwe. Michezo asili, kete, drafti na bao ni kitu kizuri. Sasa swali la kujiuliza ni kwa nini vijana wa sasa wameshindwa kuenzi michezo ya asili ilikuwa ikichezwa na mababu zao? Jina langu ni Dennis Livingstone. Kwa mtazamo wangu, sababu ambayo inawafanya vijana wengi kwa wakati huu kutokuwekeza muda wao katika kufanya michezo ya asili kama vile bao, nadhani ni talanta, kwa sababu hususan masuala ya kimichezo yanahusisha talanta. Kwa hiyo mtu kama ana talanta ya kucheza michezo hiyo ya zamani, mfano bao, manake hawezi akaifanya. Na kama hauna talanta ya asili, manake upate mtu wa kukufundisha. Sasa nadhani pia changamoto ipo kwa wakufunzi. Je, kuna watu ambao wanafundisha michezo ya asilia kama bao? Hakuna. Au kama wapo basi ni wachache, ndio maana vijana wengi hawawekezi muda mwingi kucheza michezo hiyo, kwa sababu michezo hiyo mfano wa bao ni mchezo ambao unahitaji zaidi akili nyingi badala ya nguvu. Sababu kubwa ya vijana kushindwa kuenzi michezo ya asili ni pamoja na kwamba vijana wa siku hizi mara nyingi wanajikita zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kule kwenye mitandao ya kijamii mara nyingi wanaangalia ile michezo ambayo inafanyika kwa kizazi hiki. Sasa wanapendelea games, michezo ya mpira miguu, basketi na michezo kama hiyo. Kutokana na kipaumbele hivi sasa cha kimichezo, sasa hivi michezo kama mpira wa miguu na michezo mingine imepewa nafasi kubwa sana na imekuwa inawalipa sana vijana katika swala la wao kujiajiri. Pia imekuwa ni chanzo kubwa sana cha mapato ukilinganisha na michezo kama bao, draft ambayo sasa hivi imebakia kwenye vijira vya kahawa, vijira vya magazeti ambapo mtu hawezi kuingiza chochote. Kwa hiyo sasa hivi wanacheza michezo ambao na hakika dunia itawaona na wanaweza kutoka kimaisha. Kulingana na maoni haya, jitihada za msingi zinahitajika ili kuweza kuwafanya vijana kuanza kuenzi michezo ya asili. Na baada ya taarifa hii sasa tuelekee uga wa kimataifa ambapo klabu ya Benfica imeanza safari kuelekea nchini Uhispania kwa ajili ya mchezo wa marejeano dhidi ya Real Madrid katika mchezo wa mkondo wa pili ya mtuano wa kusaka nafasi ya kutinga hatua ya 16 bora, ikiwa inahitaji ushindi baada ya kupoteza katika mchezo wa awali kwa bao 1-0. Katika safari ya Benfica kutoka nchini Ureno, gumzo zaidi ni kuonekana kwa mchezaji Gianluca Christian ambaye siku kadhaa alikabiliwa na tuhuma za ubaguzi wa rangi dhidi ya nyota wa Real Madrid Vinicius Junior na kupelekea shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kumsimamisha kwa muda nyota huyo. Licha taarifa hiyo kutoka UEFA ya kumsimamisha Christian, bado klabu ya Benfica imemjumuisha mchezaji huyo katika safari hiyo, jambo ambalo limechukuliwa kwa utofauti mkubwa na baadhi ya mashabiki wa soka ulimwenguni, hususan wapenzi wa Real Madrid ambao walilani vikali kitendo cha mchezaji huyo kuonesha kitendo cha ubaguzi wa rangi dhidi ya Vinicius Junior. Licha tuhuma hizo zinazomkabili Gianluca Christian kuwa amefanya kosa la ubaguzi wa rangi, kwa upande wake alikana juu ya kosa hilo. Ikumbukwe kuwa mchezo wa awali Real Madrid iliibuka na ushindi wa bao 1-0 na matokeo hayo kupelekea mchezo wa marejeano utakaochezwa siku ya Jumatano majira ya saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika dimba la Santiago Bernabeu. Mimi ni Steven Kianzi wa SAUT TV. Asante sana Steven Kianzi kwa taarifa hizo za michezo. Mwana michezo, na kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo. Jina langu ni Lazaro Maduhu, na sasa nirudishe kijiti hiki kwake Donald Anthony kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo.
Asante sana Lazaro Maduhu kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wananchi wa mtaa wa Silivini wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wataja matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuwa na athari kwa watoto. Nchini Sudan, ndege zisizo na rubani zinazosadikika kumilikiwa na RSF zimeshambulia eneo la chuo cha Kordofan. Na katika michezo, maendeleo ya sayansi na teknolojia yatajwa kama chanzo cha kupotea kwa michezo ya asili. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anthony. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema.